Amen. Naomba uketi. Pita kidogo kwenye neno la Mungu kabla tujaendelea na pale tulipoishia. Kuna mahala tuliishia wiki iliyopita, tunaendelea hapo leo. Amen. Leo mada yetu kuu ya jambo ambalo Mungu ametupa ni kufanikiwa wakati wa taabu na shida. Kufanikiwa. Wala ambao ni watoto wa madhabahu hii, tamani niwe na kuona sana ukiwa unaandika. Amina, 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 amina. Kufanikiwa wakati wa taabu na shida. Na lazima utambue kwamba katika dunia tunayoishi, popote utakapokwenda, popote utakapohamia, shida ulizonazo zitakufuata. Hata leo ukisema kwamba unahamia Morogoro, kama una ugonjwa ndani ya mwili wako unahama nao. Na kama una watu wanakuloga, hata ukihamia Ufaransa usiku wanakufuata huko huko. Na kama una watu ni maadui zako, hata leo ukirudi kijijini kwenu, maadui zako ulioacha hapa Dar es Salaam wataendelea kutamka mabaya, na roho ya yale mabaya itakufuata kule kule uliko. Kwa matatizo yapo kila mahali ambapo wanadamu wapo, na kila sehemu watu wana chanzo cha matatizo yao. Sasa matatizo haya yanakuja kutofautiana kulingana na eneo, lakini usije ukajifariji ukadhani kwamba kuna eneo fulani duniani kuna watu hawana shida. Shida ipo kila mahala walipo wanadamu. Leo nchi ya Iran wana shida ya vita. Tanzania wewe una shida ya hela, una shida ya kupona, una shida watoto wako wewe na tabia njema, una shida ya ndoa, lakini una amani. Hakuna vita. Amen. Hakuna mabomu yanayoruka. Amen. Lakini kule wenzetu wameshatangaziwa kila mmoja ahakikishe anakaa kwenye eneo ambalo ni salama. Ukienda Marekani ambapo watu wengi mnapata amani, kuna wazungu wanalala nje, hawana mahala pa kulala. Kuna mwanamke amemaliza miaka 40 hajaolewa. Kuna mama amezaa watoto wanamtukana, wanampigana naye. Kuna mtu hana ajira lakini anaishi nje ya nchi. Kuna watu wako South Africa wamekimbia kutoka Tanzania, wako kule. Kuna mtu anafanya kazi za ndani lakini tukiwa huko tunasema kwamba anaishi South Africa. Nataka nikwambie jambo moja. Mahala ulipo wewe leo na mahala unapoishi, baraka zako ziko hapo hapo. Amen. Usipachoke wala usipakimbie. Sasa utawezaje kuzipata? Yaani mimi leo hapa siwezi kujidanganya kwamba kwa kuwa Mwenge nimehama sitafanikiwa tena. Hapana. Mungu wa Mwenge mpakani ndiye Mungu anayeweza kutenda Mbezi Beach zaidi ya alivyotenda Mwenge mpakani. Kwa hiyo hata wewe mahala popote pale ulipo, nahitaji utamke neno kuanzia leo kwamba nitafanikiwa nikiwa hapa hapa nilipo. Amen, amen. Nitafanikiwa katika umri huu nilio nao. Amen. Haijalishi una miaka mingapi imekwenda kwa kiasi gani. Amen. Haijalishi hauna elimu, haijalishi umefilisika mara ngapi, haijalishi hujui kusoma wala kuandika, haijalishi leo wewe umebeba madeni mengi kiasi gani. Yale magumu ulio nayo ndiyo manukato mbele za Mungu ya kufanya kufungulie baraka. Amina, 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 amina. Haleluya. Haleluya. Mwambie Bwana, moyo wangu ninaukabidhi mikononi mwako.
nitendee makubwa ambayo haujawahi kunitendea. Yatazame madhaifu yangu, yatazame machozi yangu. Tazama kitandani kwangu mimi sipati usingizi. Baba, nahitaji neema na mkono wako unifute machozi usoni kwangu. Nimelia sana vya kutosha, nimeomba misaada haijanisaidia. Baba, narudisha sauti, natamka, naliita jina lako. Mwanao wa pekee anitazame kwa jicho la huruma. Nahitaji kufanikiwa mwaka huu. Kuna watu wametoka hapa Tanzania wamekwenda nje ya nchi. Waliporudi wakawakuta waliowaacha Tanzania wamefanikiwa zaidi kuliko wao waliokwenda nje ya nchi. Mimi nakutamkia utafanikiwa ukiwa hapo hapo ulipo. Amen, amen, nabii wa Mungu. Ambia jirani yako, kuugua sio kufa. Kuugua sio kufa. Ambia tena, kuugua sio kufa. Kuugua sio kufa. Kufilisika si kufa maskini. Kufilisika si kufa maskini. Kukataliwa na wanadamu sio kukataliwa na Mungu. Kukataliwa na wanadamu sio kukataliwa. Mwambie nitafanikiwa hapa hapa nilipo. Nitafanikiwa hapa hapa nilipo. Amina, 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 amina. Sasa tunapoangalia kwamba unawezaje kufanikiwa wakati wa matatizo, na wengi unaowaona leo hatupo katika mafanikio, kuna tatizo tulikutana nalo. Lile tatizo lilipokudondosha ndio lilikudondosha moja kwa moja, haukuinuka tena. Kuna mtu aliingiliwa na magonjwa, yale magonjwa yalipomkamata ndo mafanikio yaliondoka moja kwa moja. Kuanzia leo mimi namuita Mungu aliye ndani yangu kwamba yale yaliyokuwa yamekuangusha yanageuka kuwa chanzo cha kuinuliwa kwako katika maisha yako, kwa sababu ya uzoefu, ya akili yako, ya uchumi ulionao, elimu ulionayo. Wanakuona leo huna chochote. Hebu mbele ya Mungu unatakiwa kusema kama akina Petro walivyomwona Yesu akitembea juu ya maji hawakuamini. Kuna watu wataliona jambo likitokea kwenye maisha yangu na hawataamini. Hebu sema kama walivyomshangaa Yesu. Kama walivyomshangaa Yesu. Wakaona kwamba ni mzimu. Wakaona kwamba ndio unaotembea juu ya maji. Watu wamenizoea vibaya. Watu wamenizoea vibaya. Wamenikariri vibaya. Wamenikariri vibaya. Wameona maisha yangu. Wameona maisha. Hawaoni mbele tena. Hawaoni mafanikio tena. Wameuona ugonjwa wangu. Hawaoni uponyaji tena. Lakini mbele yangu naiona neema. Naiona neema. Makofi mengi kwa Yesu. Wacha nikwambie kitu ambacho leo kinakwenda kukusaidia. Mawazo ambayo Petro na wenzake walikuwa wanasemeshana ndani ya mtumbwi ilikuwa ni tofauti na mawazo aliyokuwa nayo Yesu mwenyewe wakati anatembea juu ya maji. Amen. Yesu alijua ni mimi mwana wa Mungu natembea juu ya maji. Amen. Si ndio? Amen. Petro na wenzake walijua kinachotembea juu ya maji kile kinachokuja ule ni mzimu. Kweli baba. Kuna watu wanakuona kwa mbali. Hawajui nini Mungu anaanza kutenda kwenye maisha. Sema nabii wa Mungu. Lakini mimi naye kuona hapa kama nabii wa Bwana, naona kuna jambo Mungu analiunda ndani yako. Kuna kitu Mungu anakiondoa ndani ya mwili wako. Kuna ugonjwa Mungu anauponya kwenye mwili wako. Kuna kitu Mungu anatengeneza kwenye familia yako. Acha wao wabaki na historia. Kuna jambo jipya Mungu analifanya kwa mamlaka ya jina la Yesu. Sababu Yesu hakuwalazimisha wawaze kama yeye mwenyewe alivyokuwa anawaza. Oh Jesus. Kuna mtu amenielewa? Sema amina. Amen. Yesu hakuwaambia, hakuwalazimisha. Aliwaacha wawaze. Hebu weka mkono wako wa kushoto kwenye kifua, sema siwalazimishi watu wawaze kama Mungu anavyoniwazia. Siwalazimishi watu wawaze kama Mungu anavyoniwazia. Siwalazimishi wabaya wangu kuwaza kama Mungu anavyoniwazia. Siwalazimishi wabaya wangu kuwaza kama. Alafu inua mkono juu usema Mungu ananiwazia mema. Wabaya
wananiwazia mabaya. Wananiwazia mabaya. Makofi na vigelegele kwa Yesu. Sasa hapa tunakutana na mawazo ya aina mbili. Tunakutana na mawazo ya wale ambao hawakukuumba vile wanavyokuona, na tunakutana na mawazo ya yule aliyekuumba jinsi anavyokuona. Amina. Ni vitu viwili tofauti. Kwa nini unakata tamaa? Unakata tamaa kwa sababu unaongea na walioumbwa na Mungu, hauongei sana na aliyekuumba. Ukiongea sana na wale walioumbwa na Mungu, watakupa mawazo ya kidunia yaliyojaa kukata tamaa, yaliyojaa uzoefu wao wa kawaida. Ndio maana ukitaka kufanikiwa sana, Amen, punguza idadi ya watu unaowashirikisha mambo yako. Amina. Ongeza masaa ambayo unasoma neno la Mungu na maombi. Amina, 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 amina. Narudia tena, ukitaka kufanikiwa sana, punguza idadi ya watu unaoongea nao. Oh yes. Punguza idadi ya watu unaowashirikisha shida zako. Ndio. Punguza idadi ya watu unaowasimulia matatizo yako. Amina. Punguza idadi ya watu unaowatembelea. Amen. Ongeza muda wa kusoma neno la Mungu. Amina. Ongeza muda wa kusoma neno la Mungu. Amen. Ongeza muda wa kusoma neno la Mungu. Amen. Ongeza muda wa kupiga magoti na kuomba. Oh yes. Alafu ongeza muda wa kupata kijiwe. Kijiwe chako kipate mahala ambapo umechagua ni madhabahu yako. Amina. Pale amina, pafanye amina. kijiwe. Unajua kuna wale wazee ambao jioni lazima afike mahala kunywa kahawa. Kweli baba. Ukitaka kufanikiwa katika ulimwengu wa roho, chagua madhabahu ambayo unaifanya kama kijiwe chako. Amina, amina, amina. Kila wakati, Ndio. kila wiki, Amen. nenda pale kijiweni, kunywa kahawa ya neno la Mungu, Amina. kunywa kahawa ya imani. Amina. Alafu rudi nyumbani, nenda upumzike. Oh yes. Unazidiwaje na wapiga soga ambao akikosekana kijiweni lazima wenzake wampigie simu? Unajua watu wa kijiweni wana umoja sana. Wasipomwona mwenzao siku mbili wanampigia simu. Lakini kuna uwezekano kanisani hata wasipokuona siku tano nasema bwana nisimsumbue, ana mambo yake. Maana yake ni nini? Watu wa mataifa kuna wakati wana umoja kuliko watu tunaoshinda ibadani. Kweli baba. Sasa ukiangalia kwa nini tunafanikiwa kwenye shida, angalia kitabu cha Mathayo ile sura ya 14 mstari wa 25 mpaka mstari wa 33. Hapo unakwenda kuangalia kwamba matatizo yamebeba sura mbili. Matatizo yamebeba sura ya fursa ambayo ni constructive side, alafu yamebeba sura ya uharibifu ambayo ni destruction or destructive side or destruction side. Hebu tusome hilo andiko linasemaje? Nitasoma kwa jina la Yesu. Amen. Mathayo 14:25 inasema, Ndio. hata wakati wa zamu ya 4 ya usiku Yesu akawaendea. Yesu akawaendea Akienda kwa miguu juu ya bahari. Ndio. 26. Wanafunzi walipomwona akienda juu ya bahari, Ndio. wakafadhaika Wakisema ni kivuli. Wakapiga yowe kwa hofu. 27. Mara Yesu akanena, akawaambia, jipeni moyo, ni mimi, msiogope. Okay. Sikiliza kwanza. Ukienda kwenye ule mstari wa 26 nitasoma. Wanafunzi walipomwona akienda juu ya bahari, wakafadhaika wakisema ni kivuli. Wakapiga yowe kwa hofu. Amina. Kuna watu huko nje, watu wameisha kuona, wanayajua maisha yako, wanazijua tabia zako. Amen. Wanajua ugumu wa maisha ulionao. Amen. Wanajua hauna jipya hata kama utazunguka makanisa mangapi. Amen. Wanajua kwa ukoo uliozaliwa hakuna mtu anayekwenda kuinuliwa. Ile andiko linasema waliona kama ni kivuli. Wewe leo watu wanakuonaje?
watu wanakuchukuliaje? Amina. Sasa nataka nikurudishe kwenye kitu kimoja. Hivi wakati hawa walipokuwa wanamchukulia Yesu kwamba ni kivuli, hivi Yesu mwenyewe aliyekuwa anatembea juu ya maji alikuwa anajichukuliaje? Ujumbe wangu ni kwamba, na hili ndo nataka uliandike. Amen. Usijichukulie kama watu wanavyokuchukulia. Amina, nabii wa Mungu. Usijichukulie kama watu wanavyokuchukulia. Ili mradi uko hai, jione wewe ni wa thamani ambaye haijawahi kuwepo duniani. Hata kama unaumwa, kuna watu wana historia ya ugonjwa wako, wamekusaidia mpaka wanakaribia kufika mwisho, na wengine wamefika mwisho. Kuna watu wamekudai mpaka wameamua kukusamehe. Wewe moyoni mwako endelea kusema, madeni yote ninayodaiwa nitalipa na nitawakopesha. Magonjwa yote niliyo nayo yanapona na nitakuwa mzima. Amen. Kinachotuumiza sio tulicho nacho, mara nyingi ni vile watu wanavyotuchukulia. Yaani watu wa nje wanavyotutazama, tunawapa nafasi zaidi kuliko sisi wenyewe tunavyojichukulia. Ndio maana wanadamu wengi tumejaa aibu. Tumejaa aibu. Sema nabii wa Mungu. Yaani tumejaa aibu kwa sababu gani? Maisha tunayoishi tunataka yaanze kukubaliwa kwanza na wengine kuliko sisi wenyewe. Sema nabii wa Mungu. Na ni kwa sababu gani? Tunatarajia kusifiwa sana, kukubalika sana kuliko kujiamini wewe ni nani, wewe unaelekea wapi, wewe utafanya nini, wewe unawaza nini. Makofi na vigelegele kwa Yesu. Sawa, watu walimuona Yesu kwamba ni kivuli. Hawajui kwamba juu ya maji waliokuwa wanatembea, aliyeyaumba, anayefanya yale maji yapo, ni yule ambaye wanamuona kwamba ni kivuli. Kuna watu wanakudhalau, wewe unakwenda kuwa msaada kwao. Amina, amina. Kuna watu wanakudhalau, natamka mbingu zifungue baraka kwako. Wewe utakuwa ni msaada kwao. Amen, amen, amen. Kuna watu wamekucheka sana. Oh, yes. Wewe utawapa kicheko. Ndio. Utaingiza furaha ndani ya nyumba zao. Sema nabii wa Mungu. Lakini leo wao wanavyokuchukulia hivyo, wewe binafsi unajichukuliaje? Thamani kubwa ya kwanza ya mwanadamu ni vile yeye mwenyewe anavyojichukulia kabla wengine hawajamchukuliaje. Amen. Mambo gani unajitamkia kabla ya kulala? Unapostuka usingizini unawaza nini na unajitamkia nini? Amen. Unapoamka asubuhi kabla hujaondoka unawaza nini na unajitamkia nini? Amen. Wengine wote vinywa vyao havina mamlaka juu yako, bali yale wanayoyatamka kama umeyaweka akilini mwako yataua kile kilichomo ndani mwako. Kweli Baba. Na ninatengua kuanzia leo, walichokuwa wamekiua Mungu anakiuisha. Amen. Upande wa matatizo tunaona kwamba kila tatizo lina fursa ndani yake. Maana yake ni nini? Kila tatizo limebeba baraka. Sasa ni kazi kwa mwenye tatizo kung'ang'ana na tatizo lake mpaka aligeuze lile tatizo litoke kuwa tatizo liwe chanzo cha mafanikio yake. Na ninakutamkia wewe, Amen, tatizo ulilo nalo Bwana alifanye kuwa ngazi ya wewe kuelekea mahala palipo na mafanikio yako. amina, amina, amina. Na ndio maana kila mahala palipo na neema kubwa pana changamoto kubwa. Kweli Baba. Unajua, mtu unaweza ukawa unadhani kwamba kuteuliwa na rais ni kwenda kupata hela. Sawa, utalipwa vizuri, utapewa gari nzuri, utasomeshewa watoto wako, chakula nyumbani kitakuwepo, utapewa na mlinzi. Lakini unapokuwa umekaa ndani ya lile gari, kuna moto unawaka. Amina. Kwa sababu gani? Aliyekupa ile nafasi
Kuna majukumu amekupa, anataka yaonekane. Amen. Na kuna wanadamu wanakuzunguka wanaotaka wakupige chenga ili wao wafaidi zaidi kabla ya wewe kufanikiwa malengo uliopewa na aliyekupa ile nafasi. Sema nabii wa Mungu. Na ndio maana mnaona wengi wanaoteuliwa kwenye nafasi za uteuzi, kuna mwingine amalizi hata mwaka kashatolewa. Kweli baba. Ama kakosea yeye mwenyewe, watu wamemdanganya, au wale watu wanaofanya nao kazi ofisini wamemzunguka. Kweli nabii wa Mungu. Kwa hiyo kuna vitu unavitamani, haujui walionavyo jinsi wanavyopata shida. Kweli baba. Ile gari ya serikali watu wanaitembelea, lakini unakuta kichwa chake kinawaka moto. Sasa hivi tumewateua wabunge wote, wameingia bungeni kwa ushindi. Amen. Lakini kuna uwezekano 2030 nusu ya wabunge wasirudi. Kwa sababu gani? Baada ya kuingia, nenda lipwa mshahara, lakini wananchi wanakusubiri umefanya nini? Amina, amina. Umeongea jambo gani? Amen. Utafanya nini ambacho kitagusa maisha yao na watoto wao? Amen. Kwa wewe leo umepewa gari na serikali, unaendesha gari zuri na dereva wako analipwa na serikali, lakini baada ya miaka 5 ili uambie nipeni kula tena, watataka uwaonyeshe matokeo. Amina. Maana nimekwambia sio kila unayemwona anaendesha gari amefunga vioo haonekani, mle ndani anakula raha. Kuna mwingine yuko kwenye moto. Amen. Na maisha yasiyokuwa na changamoto, hayo maisha hayana mafanikio. Kweli kabisa baba. Na maisha ambayo unafanya hayapi kufikiria, hayakupi kufikiria, hayakupi kuwaza, hayakupi kukosa usingizi, hayo maisha hayana mafanikio. Sema nabii wa Mungu. Na ukiona unakwenda kitandani unalala kama gogo, huwazi kwanza kesho itakuwaje, huwezi kubadilisha maisha yako. Amen. Ndio maana kuna wakati uliyemwona anatembea mikono ameweka nyuma kwamba maisha yamemshinda. Hapana, kichwa kilikuwa kinafanya kazi. Leo Mungu ameshambadilisha maisha yake. Amen. Kuna watu hapa hamlali usingizi, hamlali. Mawazo ulionayo tukikwambia uongee tu, tunapata kitabu ambacho watu wakianza kusoma ni ngumu kukiacha kwa sababu kinavutia. Sasa kuna kazi ya kuyabadilisha yale mawazo, yatoke kukuumiza, yalete fursa zenye mafanikio kwenye maisha yako. Ndio maana mimi nilipofungiwa kanisa niliapa, Mungu, sitaki kuwaza mabaya, nataka niwaze mambo yaliyo mazuri tu. Amen. Lakini kila nilipokuwa nawaza mambo mazuri, simalizi saa wazo linakuja, umefungiwa kanisa, hivi nini kinachofuata? Nakataa, nasema Mungu, sijafungiwa kanisa, nimepewa likizo, kwa maana kuna mahali pakubwa zaidi unakwenda kunipeleka. Amina, 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 amina. Unataka uandike hii sentence. Linapokuja wazo baya kichwani mwako, usiliondoe kwa maombi, usiliondoe kwa kusoma neno la Mungu. Haujafanya kitu. Tamka kitu unachotaka kitokee. Narudia, linapokuja wazo baya kichwani mwako, tamka mambo makubwa unayotaka yatokee. Kama wewe ni mfanyabiashara na duka moja, afu unaona kama vile duka langu linakwenda kufilisika, sema Mungu, sasa hivi nakwenda kuwa na matawi mengine 4 ya maduka. Kama kuna mahala unadaiwa, sema huyu mtu sijui atakuja kunidai. Tamka kwa kinywa chako, Mungu, nakwenda kupata pesa, nitalipa haya madeni na nitaanzisha biashara zingine. Tamka zaidi ya kile kinachokukabili, kinachokufanya hulali, kinachokufanya ubarikiwi. Na nataka nikwambie kitu kimoja, mtu aliyejaa mawazo magumu kichwani mwake, baraka ziingie nyumbani mwake. Ungeandika hii sentence, ingekusaidia. Mtu anayewaza mawazo mabaya, mawazo magumu, yenye machozi, yenye maumivu, baraka ziingii.
mahala alipo. Hata kama unafanya biashara, ukishawaza magumu tu, wateja waji. Kama kulikuwa na kitu unauza, ukishawaza mambo magumu tu, kile kitu hakiuziki tena. Waangalie watu wanaouza viwanja afu wakiwa na shida, wakiwa wana mikopo, wakiwa wana kesi mahakamani, kile kitu hakiuziki. Kwa sababu gani? Badala ya kutamka neema juu ya kile kitu, anakwenda kukiuza akiwa analiona lile tatizo alilonalo kwamba linakwenda. Manabii wa Mungu, tatizo halitatui tatizo, tatizo linatatuliwa na neema. Amen. Unapowaza tatizo, unafanya neema iende mbali. Amina. Kama unataka kukua kiroho, namba 2, kama unataka kukua kiroho na kimwili, lazima upitie katika majaribu makubwa sana. If you want to grow spiritually, if you want to grow spiritually and non-spiritually, you have to pass through various problems, mountains and valleys. You have to pass through. Ukitaka kufanikiwa kweli kweli, lazima upitie katika matatizo makubwa. Yale matatizo si kwamba yameumbwa kwa ajili ya kukuharibu peke yake, kwa ajili ya kurudisha nyuma, kwa ajili ya kudhalilisha. Hapana, kuna matatizo yanakukumba ili yakupe uzoefu. Kuna matatizo yanakuandaa ili wajue wanadamu jinsi walivyo. Kuna matatizo unayapita leo yanakuumiza, lakini yanakuonyesha tabia za watu, kwamba usimwamini kila anayekuchekea, maana anayekuchekea ndiye anayekuandalia tatizo lenye kuleta huzuni moyoni mwako. Leo ni wangapi waliowahi kukupa furaha, ambayo furaha baadaye iligeuka ikawa ni maumivu kwenye maisha yako? Leo ni wangapi uliowahi kuwapa matumaini ya maisha yako, lakini leo ndio wamekuwa chanzo cha maumivu ya kutokwenda mbele? Kwa hiyo unapopita wakati mwingine kwenye tatizo, ni Mungu anakuwa anakuandaa kwenye baraka kubwa, lakini anajua akikufikisha kwenye zile baraka, kama hajakupitisha wewe kuwajua wanadamu jinsi walivyo, wale wanadamu watakuangusha, na wakikuangusha utaanguka moja kwa moja. Ndio maana unaona Samson alipoanguka, alianguka moja kwa moja. Kwa sababu gani? Hakupata nafasi ya kuachana na yule adui, akapata muda wa kwenda kuteseka huko akiwa peke yake. Aliambatana naye tu pale. Wako wote. Kuna wakati kubali wanaokupa furaha waondoke katika maisha yako. Furaha wanayokupa ndiyo inayokuandalia anguko, ndiyo inayokwenda kukupoteza, na ndiyo inayokuchelewesha. Kuna mtu ananielewa? Narudia, kuna wakati katika maisha yako, ili ufanikiwe sana, kubali kuna watu ambao ni msaada kwako waondoke, ili uweze kupata kufikiria zaidi. Kubali kuna baadhi ya watu ambao leo ndio unaowaona kama nguzo ya maisha yako waondoke, alafu uone kama Mungu atakuacha. Samson alimng'ang'ania Delila. Kila mara wako pamoja. Unajua kuna mtu hapa mpaka leo amekuja kuomba kwamba mtu fulani aliyekuwa anamsaidia sasa hivi hana kibali naye. Unayeomba kwamba arudi kwenye maisha yako, huyo ndiye atakaye kuteketeza kabisa. Mtu pekee katika maisha ambaye unatakiwa mlilie asiondoke katika maisha yako ni Roho Mtakatifu, Mungu Baba na Mungu Mwana peke yake. Kama ni mwanadamu anapoondoka kwenda mbali, kuna vile Mungu ataleta aliye juu zaidi yake. Kuna vile Mungu atakuletea aliye juu zaidi yake. Kuna vile Mungu atakuletea aliye na baraka zaidi yake. Usiumie kwa sababu ya mwanadamu amekuacha, umia kwa sababu Mungu amekuacha. Na ndio maana Biblia ikasema, amtegemeaye mwanadamu amelaaniwa. Huwezi kupata uzoefu wa maisha kama unaishi na watu wale wale, unasaidiwa na watu wale wale, unatembelea eneo lile lile. Kubali kuna wakati
upitie kwenye misukosuko mikubwa, lakini usirudiane na wale wanadamu uliowao kuwa nao nyuma. Kuwarudia, umerudia vinyago vya zamani. Kuna mtu ananielewa vizuri? Kuna mtu ananielewa vizuri? Shida si kwamba hao walio mbele yako hawana baraka, hapana. Haujawakaribisha uone Mungu ameweka nini ndani yao. Je, unataka uishi maisha ya Samson? Ishi maisha kama ya Petro. Alivyoona Barnabas anamzingua, alimwambia nenda zako na mimi nakwenda zangu. Ishi maisha kama ya Ibrahimu. Alivyoona kwamba shida gani mimi nigombane na Lutu ambaye nimemchukua mimi kama mwanangu, wewe nenda huko tena, anza wewe, mimi nitakuwa wa mwisho. Kuna watu wape nafasi waanze kutoka kwenye maisha yao. Mungu atakuonyesha kama alivyomwonyesha Ibrahimu kwamba ukitazama huku macho yako yatakapoishia ndipo mwisho wa baraka zako. Usiumie kwa sababu ya mtu. Unapoumia kwa sababu ya mtu, umemdhalilisha Mungu kwamba hana uwezo katika maisha yako. Sema nabii wa Mungu. Unaachwa na mtu unalia, unaacha na mtu unalalamika. Unatakiwa ulalamike kama Mungu amekuacha, lakini kama umeachwa na mwanadamu aliyeumbwa na Mungu, jua kabisa kwamba Mungu anaweza akakuinulia mwingine mwenye thamani kubwa kuliko yule. Amina, 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 amina. Maana ukienda katika kile kitabu cha Isaya sura ya 43, Isaya sura ya 43 ule mstari wa 2. Isaya sura ya 43 mstari wa 2. Mungu anakuonyesha jinsi ya kuwa na imani wakati unapopita kwenye mambo magumu zaidi ambayo kwako peke yako hauwezi. Nitasoma kwa jina la Yesu. Amen. Isaya 43 mstari wa 2 inasema, ndio, upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe. Upitapo katika shida, katika mateso, katika kuachwa, katika kuugua kwa muda mrefu, katika maradhi ambayo matibabu yake yameshindikana, Mungu anasema watashindwa wanadamu, lakini mimi bado nitakuwa na wewe. Amen. Na katika mito haitakugharikisha. Uendapo katika moto hutateketea. Maana yake hautakufa pamoja na shida ulizo nazo. Mungu bado atasimama na wewe. Wala mwali wa moto hautakuanguza. Wala adui yeyote aliyekusudia mabaya kwako. Na hapa juu ya madhabahu hii, Amen, mipango yao mibaya yote waliopanga juu yako haitakuingiza kaburini, haitakufanya uendelee kuwa maskini, haitakuangusha moja kwa moja. Bwana anakwenda kusimama na wewe. Bwana anakwenda kusimama na wewe. Watakuona ukiinuka wakati wao watakapokuwa wanaanguka. Amen. Makofi mengi kwa Yesu. Ukitaka kujua Mungu wako ni mkubwa kiasi gani, acha wanadamu wakutendee mabaya, ndipo utakapoweza kuamini kwamba ni naye Mungu. Amina, 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 amina. Huwezi kujua thamani ya Mungu wako bila kupitia katika majaribu. Huwezi kujua thamani ya Mungu ana kiwango gani kuliko wanadamu bila wanadamu kukugeuka, bila wanadamu kukuliza, bila wanadamu kukudhalau. Acha wakudhalau, Mungu atakuheshimisha. Majira yako ya kuheshimishwa yanakaribia. Utajuaje walinidhalau? Utajuaje walinidhalau? Utajuaje ni wanafiki? Utajuaje hawana lolote? Acha kwanza wakutendee mabaya. Mungu atakapokurejeshea neema, wakija mbele yako, utakuwa unawaangalia kwenye jicho ambalo haupepesi. Unamjua kabisa huyu hamna lolote, huyu hamna lolote. Amen. Unajua kuna watu Mungu anaacha matatizo ya kupata kwa sababu Mungu anajua utakapoinuka ndio watakao kuja kujikomba kwako. Jai kuona wale wanaokutendea mabaya ndio baadaye wanaokuja kukuonyesha wema sana. Namba 3. Wewe unamtegemea nani katika shida zako? Unamtegemea nani katika shida zako? Katika somo letu la kufanikiwa wakati wa shida, unapokuwa unapitia katika shida, lazima uwe na kitu kimoja tu ambacho unakitegemea katika vitu vyote. Ndio maana hata watoto ndani ya nyumba wakisikia nyoka
wote wanalia baba, baba, baba. Kwa nini? Wanajua msaada wao mkubwa ndani ya nyumba ni baba. Amen. Wakikosa chakula wanakwenda kumwonyesha mama sura za huzuni. Mama akiwaambia ndani hamna kitu, hawamsumbui tena mama, wanahama, wanakwenda kwa nani? Wanakwenda kwa baba. Kama yuko sebuleni, baba, mama anasema ndani hamna kitu. Wewe unamtegemea nani katika maisha yako? Amina, nabii wa Mungu. Moyo wako umempa nani? Unajua kuna watu hapa wameumizwa na watu, miaka na miaka imepita, mpaka sasa hivi ninavyoongea hapa, yule mtu jina lake liko moyoni. Maana yake nini? Yule mtu umempa nafasi kubwa kuliko Mungu aliyemuumba yule mtu na aliyekuumba wewe. Na ndio maana uwezi ukafanikiwa. Uwezi ukafanikiwa kama aliyekuumiza bado katawala moyoni. Uwezi kufanikiwa. Kwa sababu gani? Hauombi mbele za Mungu, unalalamika mbele za Mungu. Na kuna wakati Mungu ashughuliki na watu wanaopiga makelele yasiyokuwa na msingi. Maana Mungu anasema, "Jengeni hoja, mje msemezane pamoja na mimi." Wewe unalalamika. Malalamishi kama ya kwako yalimfanya Musa akashindwa kufika. Lakini aliyepewa ahadi ya kufika kule kuliko na maziwa na asali hakuwa Yoshua, alikuwa ni Musa. Lakini alishindwaje? Alilalamika, Mungu akamwonyesha miujiza. Wakainuka tena wengine wakaendelea kulalamika, ndio akaendelea kuwasikiliza. Wangapi umewasimulia matatizo yako ambao kuna wakati mpaka wanakuja na kwambia, yaani fulani hivi, kweli fulani aliamua kukufanyia hivi, hivi kweli fulani aliamua kufanyia hivi. Maana yake ni umebeba ile roho ya wana wa Israeli. Mungu asemi na mtu anayelalamika. Mungu anasema na mtu anayemuomba jambo. Mungu anasema na mtu anayejenga hoja. Mungu anasema na mtu anayeinamia. Mungu anasema na mtu anayemlilia. Unapowataja wanadamu, maana yake ni kwamba umeacha kumlilia Mungu na walilia wanadamu. Kama katika kitabu cha Zaburi 46 ule mstari wa kwanza. Ukaona tumtegemee nani wakati wa matatizo makubwa? Umtegemee nani? Zaburi 46 ule mstari wa kwanza. Unamtegemea nani wakati wa mateso yako? Nitasoma kwa jina la Yesu. Zaburi 46 mstari wa kwanza inasema, ndio, Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Rudia tena. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Amen. Hebu rudia tena taratibu. Nitasoma. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu. Mungu ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele. Msaada utakaoonekana, yani mbali ya kuwa kimbilio, mbali ya kuwa nguvu, lakini ni msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Kumbe maana yake nini? Wakati wa mateso Mungu hajasema walilie wanadamu, anataka umlilie yeye. Amen. Hajakwambia uhadisie wanadamu ili wakusaidie, anataka umhadithie yeye. Amen. Una muda gani wa kuomba kwa siku? Kwa wiki unaomba mara ngapi? Kwa siku unaomba mara ngapi? Simu yako unapowapigia watu, unakaa kwenye Facebook masaa mangapi? Unakaa TikTok masaa mangapi? Unakaa Instagram masaa mangapi? Je, kwenye neno la uzima la kusoma Biblia, unasoma Biblia kwa muda gani? Sema nabii wa Mungu. Unapata muda gani wa kuongea na mtumishi wa Mungu? YouTube unasikiliza video mara ngapi? Kila kondoo ana zizi lake. Amen. Unawasikiliza mababa wangapi wa kiroho mitandaoni? Maana mitandaoni kuna watu wanafundisha kufunguliwa ile kutoka kweli kwa Mungu. Kuna watu ni motivational speaker. Yaani wao wanakuhamasisha tu. Wanakuhamasisha, inawezekana tu. Inawezekana, usikate tamaa. Bado kuna vichekesho. Hizo taarifa zote umeziweka kichwani. Unaamka kuanzia saa 11 unaanza kuingia mtandaoni. Yaani kuna mtu asipokuwa na bando ajisikii, hana raha, lakini haumii kwamba sijasoma neno la Mungu kwa siku. Haumii. Alafu ukiangalia matatizo ulionayo
ni mengi kuliko muda unaotumia kusoma neno la Mungu, lakini unavyotaka Mungu akutendee ni tofauti na muda unaoutoa kumtafuta Mungu. Mungu atafutwi uchochoroni kwenye Facebook. Mungu anatafutwa kwenye neno lake. Mungu anatafutwa kwa njia ya maombi. Mungu anatafutwa kwa njia ya kufunga. Mungu anatafutwa kwa njia ya toba. Ingia kwenye gari, wakuta watu kama 20 hivi wana simu. Utakuta kila mmoja ana scroll Facebook, TikTok, lakini ni mara chache kumkuta mtu kwenye simu yake yuko kwenye Biblia. Kweli nabii wa Mungu. Na ukimkuta yuko kwenye neno la Mungu, ni neno la Mungu ambalo kuna mtumishi anaongelea kakituko au ka ujumbe fulani ka dakika moja. Ukisikia mtu amehubiri, mwanamke wewe ni jembe la Mungu, simama peke yako, simama peke yako, hivyo ndio unakuta vinatembea mtandaoni hivyo. Ndio unakuta wamama tunavisikiliza, wababa tunavisikiliza. Una uwezo wa kukianza kitabu cha Hezla kuanzia sura ya kwanza mpaka sura ya mwisho ukakisoma. Una uwezo wa kuisoma Mwanzo 12 yote ukajua Mungu alisema nini na Ibrahimu. Una uwezo wa kwenda katika kitabu cha Mwanzo sura ya 22 uone Ibrahimu Mungu alimtendea matendo gani. Sema nabii wa Mungu. Una uwezo wa kwenda kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 28 kuanzia ule mstari wa 3 mpaka mstari wa 14 uone ni baraka gani ambazo Mungu ameweka mahala pale. Ili unapokuwa unaomba ujue kwamba Mungu amesema ndani mwangu chakula kitaisha. Mungu amesema sitakopa bali nitakopesha. Amina. Hello. Unapokimbilia madhabahuni Jumapili peke yake haitoshi Mungu kukubariki. Jumapili peke yake haitoshi Mungu kukubariki maisha yako. Mungu anakuangalia kuanzia huko nyumbani. Hapa tunakuja kumalizia. Nisikudanganye. Hapa tunakuja kumalizia. Umeanzaje na Mungu wiki nzima huko? Umemuombaje huko wiki nzima? Wiki nzima yote umeshinda TikTok. Wiki nzima yote umeshinda Facebook. Alafu uje hapo upate muujiza wa ajabu sana. Mungu si kipofu na asione. Amen. Mungu si kiziwi asikusikie. Huko ulikuwa unasikiliza kitu gani? Ukitaka kwamba umeamua kimbilia madhabahuni, kubaliana na sheria za madhabahuni. Kila mahala mafanikio yake yana misingi yake. Amen. Ndio maana anayekwenda kwa mganga ameambiwa jinsi ya kutembea na ilizi, na anafuata yale masharti. Aliyeambiwa huwa alithubutu kuua, anaona cha mtemakuni anachokipata. Uwezi ukaamua kwamba nimeamua kimbilia madhabahuni, alafu madhabahuni ndani ya nyumba kuna mtu mpaka hapa nilipo Biblia nayo ana mwezi hajaigusa. Lakini angalia leo maombi aliyo nayo ni makubwa. Unaweza ukampa unabii hapa na unabii ni wa kweli, lakini ule unabii ukakosa nguvu ya kufanya kazi. Kwa sababu gani? Ndani mwake hakuna neno. Biblia inasema neno la Mungu ni neno la uzima. Neno la Mungu ni uponyaji. Neno la Mungu ni upanga ukatao. Bila neno la Mungu ndani yako kuna vitu utatwanga maji, huwezi ukafanikiwa. Haufanikiwi kwa sababu Nabii Nyakia ana upako. Unafanikiwa kwa sababu ya mahusiano yako wewe na Mungu. Kuna mtu ananielewa? Narudia tena. Haufanikiwi kwa sababu nimekupatia unabii mzuri. Unafanikiwa baada ya kupokea unabii mzuri. Ni jinsi gani unakwenda kuanza kumtafuta Mungu. Ni jinsi gani unakwenda kuanza kuwatamia unabii wako ukiweka mahusiano yako na Mungu. Haufanikiwi tu kwa sababu nimekuambia unakwenda Ulaya. Ulaya uendi kwa tamko. Ulaya unakwenda kwa tamko linaloambatana na neema ya Mungu aliye juu. Amen. Ingekuwa ndio hivyo, wenye sura nzuri wote wangekuwa wako kwenye ndoa, kwa sababu si wana sura. Lakini ndoa ni tabia. Ndoa ni nini? Na unabii si unachoambiwa madhabahuni. Ni baada ya kutoka madhabahuni unakwenda kutenda nini ili unabii wako ufanye kazi.
Hivi kuna mtu amenielewa? Unabii, nataka muelewe. Unabii si ninachokitamka hapa. Ninachokitamka hapa ni tamko. Unalibebaje lile tamko sasa liende lianze kufanya kazi? Jambo la tano, ukimtegemea sana Mungu, hakuna matatizo yanayoshindikana milele. Ukimtegemea sana Mungu, ukatembea katika njia zake, ukamlilia yeye, ukafunga milango ya kusimulia wanadamu shida zako, ukamsimulia Mungu, ukaongeza kiwango chako cha imani, ukaambatana na wanadamu, lakini ukiwa umeweka akili kwamba yupo Mungu. Wanadamu ni wa muda tu. Ndio maana wale watu ambao huwa mnaweka maisha yenu kwa kuwategemea wanadamu, ndugu mwenye pesa anapokufa, familia nzima wote mnachanganyikiwa. Kwa sababu gani? Mahusiano yenu na Mungu mlitoa mkarudi kwa mwanadamu. Na mara nyingi wale mnaowawekea misaada, wanaowapa misaada na mkawategemea sana, ndio Mungu huwa anawachukua mapema, ndio shetani huwa anawaangusha. Na maana Mungu akasema moja kwa moja kwamba amtegemeaye mwanadamu amelaaniwa. Nimeziona familia nyingi sana waliokuwa na mtu tajiri, wanakula vyakula vizuri, wanasoma shule nzuri, wanaishi ndani ya nyumba nzuri, hawana maombi, hawana sala, hawana neno la Mungu. Siku za ibada wao ni siku za kwenda kwenye starehe, wao ni siku za kwenda vacation, ni siku za kwenda kuangalia mbuga za wanyama, ni siku ambayo unakuta watoto wana picnic. Mambo haya ya utajiri ambayo yanafanya familia inashindwa kumjua Mungu. Mungu alituonyesha kupitia kitabu cha Ayubu. Angalia sura ya kwanza. Angalia Ayubu sura ya kwanza. Watoto walidhani mali zilizopo pale nyumbani ndiyo Mungu, walidhani ndiyo baraka, kumbe mwenye baraka yuko juu. Shetani anakuja kuangamiza. Kabla hajafikia zile mali, kwanza akakutana na Mungu, akajadiliana. Mungu akasema, katende unavyotaka, lakini niachie tu huyo mwanangu mpendwa. Hao wengine nyang'au wote wanategemea mali zake, wanakunywa pombe sana, wanawake sana, hawana sala, wako Facebook, wako Instagram muda mwingi sana, wako TikTok, wanajipiga picha nyingi sana. Yaani ukiingia kwenye simu ya mtu unakuta picha za ovyo ni nyingi kuliko maneno ya Mungu, kuliko nyimbo za dini alizo download ziko mle ndani anazisikiliza. Huo ndio uzao wa Ayubu. Kama simu yako haijabeba utukufu wa Mungu, wewe ni sawa na uzao wa Ayubu. Ipo siku huyu anayekununulia hiyo simu ya iPhone ataondoka, anayekusomesha shule ya international ataondoka, anayekupanda unapanda gari ambayo hata hujui bei yake ataondoka. Aliyekununulia hivyo viwanja ataondoka. Anayekufanya unaishi Masaki, unaishi eneo zuri ataondoka. Aliyekutafutia hiyo kazi ulionayo, ipo siku hiyo nafasi naye hata kuwepo, na wewe utakuta kazini, ataondoka. Lakini Bwana wa majeshi atabaki kuwepo jana, leo na hata milele. Mtegemee Mungu, usiwategemee wanadamu. Tegemee Mungu, usiwategemee wanadamu. Familia zetu sasa hivi, ukienda kwenye nyumba, kama huna simu yako ya kuongea nao, kama hauna simu yako ya kuongea nayo, kuna familia ukienda umechina. Mwingine yuko kwenye tamthilia, mwingine yuko TikTok kwenye simu yake, mwingine yuko kwenye Facebook, mwingine yuko kwenye Instagram. Alafu kila mmoja kwenye kochi ana mkao wake. Siku hizi watoto sebuleni hawakai kwa nidhamu. Una kitoto cha kike kipo kwenye makochi sebuleni, kina mkao wa namna hii. Mtoto wa kike huyo yuko nyumbani, hata akisikia baba yake anakuja, utasikia tu hai dadi.
Yuko namna hii, anajiamini nini? Anajiamini kwa sababu kavaa suruali, lakini mguu kauacha namna hii, anajua I am free, nimevaa suruali. Unapoachisha miguu yako namna hii mbele ya baba yako eti kwa sababu unachati kwenye simu, hauna mkao rasmi. Mtoto wa kike siku zote sisi tumekuzwa, mtoto wa kike katika familia, wakati wote mtoto wa kike kwenye familia. Kama haujakaa namna hii, utakaa namna hii, utakaa namna hii. Watoto wa kike wa siku hii, ukimkuta na simu yake ndo kaishachanganyikiwa na TikTok na nini, unakuta liko namna hii, alafu hapa kaweka vitu anakatakata, yuko namna hii. Mtoto wa kike unakaa mbele ya watu sebuleni, unaacha miguu yako wazi. Ndio maana mengine tunayaoa huku majumbani. Unalikuta mtoto wa kike amelala nalo kitandani, unastuka usingizi ndio amelala namna hiyo. Mtoto wa kike analalaje namna hiyo? Kwa nini usiingiliwe na pepo bawa? Kwa nini usilale na majini? Kwa sababu gani? Siku hizi mama utulei watoto. Mtoto wa kike alikuwa zamani anafundishwa jinsi ya kulala mwanangu, hata kitandani. Wewe kama mtoto wa kike unalala hivi, miguu unaiweka hivi, mikono yako mwanangu iweke hapa, au mikono yako iweke hapa. Mtoto wa kike mwanangu, penda sana kulalia namna hii. Mtoto wa kike mwanangu, kama huna mimba ikifika miezi fulani, usilale hivi, anza kulalia ubavu. Si ndio? Si ndio? Siku hizi kuna watoto wa kike anazaa mtoto anafia kitandani kwa sababu hajui mtoto baada ya miezi mingapi anatakiwa alalie kitovu. Hajui. Hayo mafunzo atayapata wapi? Alafu TikTok ataenda saa ngapi? Facebook atakwenda saa ngapi? Alafu huyo mtoto maisha yampige. Baba aondoke nyumbani. Si mnanielewa vizuri watu wa Mungu? Alafu mtoto wa namna hiyo, baba afe ghafla, baba afukuzwe kazi. Anaweza kuzungusha mboga za majani huyo? Anaweza hata kuuza vitu mtandaoni akafuatilia huyo? Anaweza kubeba mzigo? Unajua hata kama sayansi na teknolojia imekuja, lakini ikusaidie kwamba angalau basi uza vitu vyako, jaza kwenye begi, chukua mtu wa bodaboda, mzigo mwingine weka hapa, mzigo mwingine weka nyuma, mzigo mwingine nyinginiza namna hii. Wewe ni mtoto wa kike, nenda ukauze. Unabii haukusaidii chochote kama kuna baadhi ya vitu haufanyi. Unabii hautakusaidia kitu chochote. Nisomee Zaburi 30 mstari ule wa 5. Zaburi ya 30 ule mstari wa 5. Neno la Mungu linasemaje pale? Zaburi ya 30 mstari wa 5. Nitasoma. Ndio? Zaburi 30 mstari wa 5, nitasoma kwa jina la Yesu. Amen. Maana ghadhabu zake ni za kitambo kidogo. Ghadhabu za Mungu ni za kitambo kidogo. Katika radhi yake mna uhai. Katika radhi yake mna uhai. Huenda kilio huja kukaa usiku, lakini asubuhi huwa furaha. Amen. Amen. Anasema maana ghadhabu za Mungu ni za kitambo kidogo. Hata uchawi uliologwa ni wa muda kidogo. Mungu anajua nini kinachoendelea. Madeni ulionayo ni ya muda kidogo. Mungu anajua watu wote wanaokudai utawalipaje. Wanaokudhalau ni muda kidogo. Mungu anajua ni majira gani watakuheshimu. Hauna nyumba, ni muda kidogo. Mungu anajua lini unanunua kiwanja na kujenga nyumba yako. Lakini mahusiano yako na Mungu yakoje? Unamtafuta Mungu kwa kiasi gani? Unamtafuta Mungu kwa kiasi gani? Unamtafuta Mungu kwa kiasi gani? Maana ukishamwamini Mungu, ukamtumikia Mungu,
Biblia inasema ndani ya Yesu kuna ushindi. Pale ulipofanya na wanadamu ukashindwa, ndani ya Yesu kuna ushindi. Nisomee Yohana 16 ule mstari wa 33. Andika pia kwamba katika lolote ninalokwenda kulifanya nategemea ushindi. Katika lolote ninalolifanya nategemea ushindi. Katika yote ninayopitia nategemea ushindi. Katika yote niliyotendewa nategemea ushindi. Katika yote wanayonitendea nategemea ushindi. Yaani unayalisti yale maneno, unayaandika mbele, unaweka ushindi. Madeni yote yanakwenda kushinda. Kukosa ajira nakwenda kushinda. Huo ndio unabii. Unabii wa kwanza ambao huwa hauharibiwi na mwanadamu ni unabii unaojitolea wewe mwenyewe kwenye maisha yako. Jiandikie mambo mazuri. Jinenee mambo mazuri. Nisomee. Nitasoma Yohana 16 mstari wa 33. Nitasoma kwa jina la Yesu. Mstari wa 33 nasema, haya niwaambieni, mpate kuwa na amani ndani yangu. Mpate kuwa na amani ndani ya Yesu. Ulimwenguni mnayo dhiki. Ulimwenguni tunayo dhiki. Lakini jipeni moyo. Lakini tujipe moyo. Mimi nimeushinda ulimwengu. Yesu ameushinda ulimwengu. Amen. Sasa kama unamwamini Yesu na unasali kwa nabii Nyakia, baba wa watu, Mungu amempa karama ya unabii. Anakuonyesha yaliyopita, anakuambia yaliyopo, anakuonyesha yajayo. Kwa nini sasa usimpende Yesu 100%? Kwa sababu ushindi uko ndani ya nini? Ndani ya Yesu. Lakini huwezi kupata ushindi ndani ya Yesu kama hauna mahusiano mazuri na huyo Yesu, kama haumtafuti huyo Yesu. Ndio maana anasema nitafuteni maadamu ninapatikana. Kumbe nafasi ya maisha yako kubadilishwa ipo kabla hujafa. Maisha yako yanabadilika kwa jina la Yesu. Nafasi ipo. Na ukiona mtu anafanya jambo au anafanya kitu fulani kinawezekana na amefanikiwa sana, zingatia kwamba kuna uzoefu wa mambo aliyoyapitia au aliyojifunza kwa waliomtangulia. Usiwadhalau waliokutangulia, hata kama wewe unawazidi akili. Ndio maana mtoto tajiri alielewa na baba maskini. Mtu ambaye ni profesa alielewa na mzazi ambaye hajui kusoma na kuandika. Kijana aliyeolewa na tajiri aliolewa na mama ambaye alizalia nyumbani. Lakini sasa cha msingi, huyu hapa alikufundisha nini? Ndio maana utajiri wowote ulio nao, thamani ya utajiri wako haitazidi thamani ya mzazi wako maskini. Thamani ya elimu yako haitazidi thamani ya mzazi wako asiyejua kusoma na kuandika. Sababu ile elimu uliyo nayo ni kwa sababu hakukutupa chooni. Alikufundisha kuongea, alikukataza mabaya. Angekataa kukupeleka shule, hata kama ungekuwa na akili nzuri kiasi gani, shule usingejua kuna nini. Lakini pamoja na kwamba yeye hajui kusoma na kuandika, aling'ang'ana akakupeleka wewe ukajua kusoma na kuandika. Leo na akili, una mali, baba na mama ambao hawajui kusoma na kuandika unaoona kama ni takataka. Mzazi wako anakupigia simu, unaiangalia hivi mara 10 na uipokee. Ukipigiwa simu na bosi wako unapokea. Ukipigiwa simu na hani unamwambia mzazi, mama nakurudia mara moja. Unamrudia mzazi wako mara moja, unaongea na kinasti. Tena bora hata angekuwa mume hawala, hata kama ni mume hutakiwi kukata simu ya mzazi wako. Mume wako hana baraka za maisha yako. Maisha yako baraka zimebebwa na wazazi. Unaona Biblia imeandikwa, radhi ya baba waheshimu upate heri na miaka mingi wapi duniani. Lakini wangapi wameachana na waume zao na wakaenda kufanikiwa? Wangapi wameachana na wake zao na wakaenda kufanikiwa? Lakini watazame waliowatukana wazazi wao jinsi leo maisha yalivyoharibikia. Watazame.
Unalala kitanda gani? Baba yako analala kwenye kitanda cha namna gani? Unakula nini? Na yeye kule aliko anakula nini? Kuna watu mjini tunakula safi sana, lakini kule wazazi waliko wala. Alafu kutoka hapo nakuja kwa nabii Nyakia akupe unabii ufanikiwi. Huwezi kufanikiwa kwa unabii wa madhabahu. Baraka zako kidimbwi chake, kisima chake kimebebwa na wazazi. Mimi hapa nakuunganisha na Mungu ili zile baraka zifanye kazi. Ndio maana hapa naweza nikakwambia huyo mwanaume achana naye, lakini siwezi kukwambia wazazi wako hao achana nao. Hakuna mwingine kama mzazi wako. Yule mwanaume anaweza akaja mwingine, mwanamke anaweza akaja mwingine, lakini mzazi huwezi kupata mwingine. Hata kama mzazi wako ni kichaa, hata kama ni mlevi, inawezekana kupitia katika ule ulevi, baada ya kumaliza kunywa huwa anakuombea sana. Usimdharau mzazi wako kwa madhaifu aliyonayo. Awe na ulevi ule kwako ni baraka. Awe ni mchawi, hata kama baba yako na mama yako ni wachawi, mwambie Mungu asante, ulinipa wazazi ambao wana utaalamu duniani watu wengine hawana. Ni utaalamu huo. Kwani kila mtu apendi kuwa mchawi? Unadhani mimi kwenda kulala Marekani sitaki? Kwenda kuwa Marekani afu narudi hapa Tanzania sitaki? Nataka ile nguvu ya uchawi sina. Yaani mimi nakuja naingia chumbani kwako na kuona afu namaliza naondoka. Ile ni sayansi. Mzazi wako anakuwa mchawi, upeleki watoto. Uende mwenyewe likizo. Hivi kama angetaka kukuua, si angeviua bado viko ndani ya tumbo? Kama angetaka kukuua, si angekuua wewe ungali bado mdogo? Kama amekuacha mpaka leo, maana yake ni kwamba uchawi wako anafanyia kwa wengine, si kwako. Acha aendelee kuwa baba, acha aendelee kuwa mama. Kwako mpende, wengine wamtukane mchawi, lakini wewe usema huyu ndiye baba yangu mpenzi, huyu ndiye mama yangu mpenzi. Halo. Madhaifu ambayo wengine wanayathibitisha kwa wazazi wako, wewe yageuze kiwe chanzo cha baraka zako. Na yasikufanye ukaacha kumtunza mzazi wako. Eti baba kila siku unarudi nyumbani umelewa. Mpe hela yake ya matumizi akalewe. Haikuhusu. Kuna mtu ananielewa vizuri? Kuna mtu anakuja, mimi baba simpi hela. Tukimpa hela analewa. Mpe. Wewe mbona unaonga? Kwani wewe unavyoonga si dhambi? Kwa sababu yeye akilewa ndo ana nani unaona ni mbaya. Wewe mbona unahonga? Wewe mbona una minguo mingi ndani na mingine ufai? Hiyo leo si dhambi? Uone watoto yatima wako hapo kawapelekee. Una viatu pea ngapi? Una nguo pea ngapi? Watoto yatima huko waliko wanavaa nini? Una dhambi ya ubinafsi. Lakini kwa sababu yule anakunywa maji yake analewa, unaona yeye ndio taki kumhudumia, eti ni mlevi. Mlevi wewe mwenyewe, ambaye akili yako haielewi nini thamani ya baba. Umelewa baraka. Mwambie jirani yako kwamba usilewe baraka. Ni Mungu tu amekusaidia. Usilewe baraka. Na namalizia, hakuna mzazi mbaya duniani. Andika hiyo sentensi, usione ndogo. Hakuna mzazi mbaya duniani. Alafu malizia namba 2, hakuna mzazi mwenye tabia mbaya duniani. Wewe hujapewa mamlaka ya kumlaani mzazi wako, hata kama anafanya mabaya. Kazi yako ni kumwombea na kumwomba Mungu amsaidie, ambariki, amuinue, ambadilishe kutoka kwenye ile tabia. Na ni marufuku mtoto, uruhusiwi kusema baba alaaniwe, uruhusiwi kusema mama alaaniwe. Hizo laana zinakurudia wewe na uzao wako. Lazima ili uweze kufanikiwa katika wakati wa shida na mateso, ni vizuri sana ukapata ujuzi. Ujuzi upo wa aina nyingi. Kuna ujuzi wa kiroho, kuna ujuzi ambao unajifunza kwa wanadamu. Jitahidi sana upate ujuzi. Hata hilo unapomwona mtu fulani anafanya kitu na wewe kaanza kufanya, ni ujuzi. Ukienda kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza ile sura ya 17, unamwona pale Mungu anaonyesha jinsi ambavyo Daudi alianza kupata ujuzi
wa kupigana na dubu, alikuwa anapigana na simba. Kule Mungu alikuwa anampa ujuzi na maarifa. Kwa hiyo ujuzi unatakiwa uendane na maarifa. Tafuta ujuzi kuliko unavyotafuta kitu chochote. Bwana, niliwaambia hapa, ujuzi ni ile neema ya wewe kufanya kitu ukakitofautisha na mwenzako anavyofanya, ili cha kwako kiwe na thamani zaidi. Usipike vitumbua ukapika vitumbua kama jirani yako anavyofanya. Hapana, wewe unapopika vitumbua, unga wote ni wa ngano, lakini wewe kwenye unga wako weka kidogo unga wa uwele kama robo kilo kwenye kilo moja. Kamua limao vijiko 3, weka mle ndani, ikate shombo. Tafuta iliki, chukua majani ya kitunguu saumu au kitunguu saumu chenyewe, weka punje 4. Nenda sehemu ambapo kama kuna machenza, watu wanauza machenza, kamua yale machenza, maji ya machenza, weka kwenye mafuta ambayo yanakaangia vile vitumbua, alafu ona mtu anavyokwenda kula kile kitumbua kinatoa harufu ya namna gani. Unatafuta limbwata ya watu kununua vitu vyako, limbwata ya namna gani? Midomo yao itakwambia harufu wanayoisikia mle ndani ni harufu ya namna gani. Unapika chapati kama mama fulani anavyopika, na wewe unapika hivyo hivyo tu. Alafu baadaye unakuja hapa kwenye maombi. Hakuna maombi ya mtu kuja kununua chapati. Unapika chapati zina sura kama mtu anavuta ugoro. Alafu na wewe umeweka pale tu kwamba hizo ni chapati unauza. Unapika chapati, umetoka kitandani, hujaingia kuoga, una janaba. Majini wamekuja usiku, hujui wamefanya nini. Wachawi wamekuja kitandani, hujui wamefanya nini. Wamama mnatupikia chai asubuhi ya mjaoga, ninyi ndio mnatupatia mikosi huko tunakokwenda kufanya kazi. Unampikiaje mume wako chai bila kuoga? Unampikiaje mume wako chai bila kupiga mswaki? Unamwambia karibu, harufu rote na usiku linakwenda, tena umekula maharagwe. Unaona mtu kwa sababu anakuheshimu kana anafanya hivyo, asante. Alafu usitafute mtoto wa Kizaramo huko nje. Unapikaje chai bila kupiga mswaki? Unapikaje chai bila kuoga? Unafikaje saa 4 ya asubuhi mwanamke anayejitambua bado hajaoga? Alafu tunamaliza kupika chai ndio unaingia jikoni. Kaoge kwanza. Ni heri uoge mara 2, lakini kwanza usipike kitu ukaipatia familia yako ikala. Maana yake ni kwamba kama usiku umerogwa, wamekutendea mambo mabaya, walikupeleka makaburini, hiyo roho yote tunaipeleka kwenye kile chakula cha familia. Ndio maana wachawi hawahangaiki na watu wengi ndani, wanahangaika mara nyingi na mama. Wanahangaika na yule anayekwenda jikoni. Kuna mtu mwingine unamkuta ameamka na mitongotongo, anainua hivi chai, alafu anafanya hivi ni macho yake, tongotongo zinakuwa zinadondoka mle ndani. Mnakunywa mnadhani chai ni tamu, kumbe tongotongo za mtu zimo mle ndani ya chai. Alafu unaomba ukaolewe. Tunaona sema unachagua nani kama wewe mwenyewe ndani ya nyumba hujichagui? Lakini waone sasa, mabinti wengi wa Dar es Salaam wanaoga saa 10, saa 8. Na wengi usiku hawaogi, wanaenda vitandani bila kuoga. Ile kaoga asubuhi saa 5 kamaliza. Akioga saa 10 anaoga tena kesho yake saa 10. Subiri sasa mla asubuhi sebuleni mnavyopishana. Akifanya hivi utadhani kama kuna panya wa Mtwara kafia kwenye kwapa. Haogi. Hamuogi. Lakini waone sasa, ukikutana nao kwenye daladala, sasa kaishapanga kwamba natoka. Alivyojipamba maskini huyo naye muona kwenye daladala kajipamba, nyumbani haogi kwa wakati.
anapika chakula bila kuoga. Ndio maana wewe kaka naye tafuta mwanamke, wai naenda kwao asubuhi saa 4, utalikuta vile vile halijaoga. Jua hapa nina mzigo, huyu si mke, nimeoa mtoto, inabidi nikafundishe upya. Hasa kama kuoga anashindwa kuoga, si ndo maji anakwenda anakuchotea bombani, anakuja anakuwekea hapo. Mwanaume unamchukulia maji kwenye bafu unampelekea bafuni kuoga? Ni mwanaume wa namna gani wewe? Maana yake kwamba anaoga maji ambayo hata maiti haogi maji ya namna hiyo. Mwanaume huwezi ukamchukulia maji ya bombani akaenda kuoga, lazima yale maji uyaunge. Halo, Yesu akupe ushindi, sema amina. Yesu akupe ushindi, sema nipe ushindi maradufu. Yesu akupe ushindi. Yesu akupe ushindi, sema nipe ushindi maradufu. Yesu akupe ushindi. Yesu akupe ushindi. Kawaida maji unayakata shombo, unayakataje shombo? Kanunue limao. Ukishanunua limao, chukua yale maganda ya juu, yakate ya ponde ponde, weka kwenye maji. Baba akioga anasikia maji kama vile yametoka Ulaya. Maji ni matamu. Unaoga unamsikia bafuni atamani kutoka. Wanawake wengi hawajui, anakwenda gengeni, ananunua vitunguu kwa ajili ya kuja kuunga mboga. Vitunguu si kwa ajili ya mboga, vingine ni kumuungia mume wako kwenye baadhi ya vitu. Mchemshie hata maji yake, mwekee baadhi ya vitu, akinywa yale maji anasikia kiu haikatiki. Unamjaza maji, anapata wapi ladha ya pombe? Sasa jikuta mtumbo umebana, ataendaje kunywa nje? Lazima tutoke nje, kwa sababu ndani hatupati vitu vidogo vidogo vya kutupa hamasa ya kukaa mle ndani. Unakaaje wakati ndani mpo wote wanaume wawili, wote hamjaoga siku nzima? Si mnanukiana kikwapa huko ndani? Mtashindaje ndani tunanukiliana wote kikwapa? Mimi na kikwapa na wewe na kikwapa. Na ndani ya nyumba anayetakiwa kumwambia mwenzake nenda bafuni ukaoge ni mwanamke. Anatakiwa ni motivate. Kwa sababu gani? Mimi nililelewa kwenye miguu ya mwanamke, mpaka nazeeka kwa mwanamke, mimi nitabaki kuwa mtoto, sio mume. Nakuwa mume mbele ya watu, nikibaki mimi na wewe ndani, mimi si mmeo, mimi ni mtoto wako wa kwanza. Ndio maana tunapozaa mtoto, usilale na mimi ukalala na mume wako huko nyumbani. Eti unaweka mtoto katikati. Mtoto weka pembeni, kama ni kuanguka anguke yeye huko, si tutazaa mwingine. Usimwekee mume wako mtoto katikati ya kitanda, unaanzisha laana. Ndio maana kuna watoto wengine wanakuwa hawana upendo na baba. Mama anakuwa anaweka mtoto katikati. Mimi ninakatupa kule nakaweka huko ukutani, kakae huko. Unaniwekeaje mtoto katikati? Siku nakupata nilikupata wewe, sikupata mtoto. Lazima mimi niendelee kuwa na wewe karibu. Ndio maana hilo litoto nalo niwekea karibu, likikua liko Dar es Salaam, mimi niko kijini, linakuchukua linakuleta Dar es Salaam. Mimi na hapa watoto wangu, yaani nguvu za Mungu zikishindwa sinakuoga. Yaani mchukue mama yako mpeleke Dar es Salaam, mimi unaniacha kijijini. Na kuroga kwa maombi. Ufa huko na mama yako shenzi bila rifuru. Hivi kuna mtu ananielewa vizuri? Kuna mtu ananielewa vizuri? Tabia ya kuweka mtoto katikati ya baba na mama, maana yake ni kwamba siku mtoto huyu akikua atakuwa anamchukua mama yake, anaondoka naye kwenda kumtibu zaidi. Ndio maana wamama wanatibiwa vizuri, wababa wanatumiwa hela kujitibia huko kijijini. Mwambie jirani yako hiyo haikubaliki. Mwambie tena hiyo haikubaliki. Mwambie baba aendelee kuheshimiwa mpaka uzeeni. Mwambie tena wewe mwanamke kwamba baba aendelee kuheshimiwa mpaka uzeeni. Awe wa kwanza kila jambo. Alafu yeye ndio mkono sema, Bwana Yesu, mtoto wangu akija likizo akinipa hela nyingi zaidi alizompa mume wangu, namrudishia, namwambia ondoka na mila yako, niache mimi nitatumia zile na mume wangu kwa jina la Yesu. Alafu sema, Bwana Yesu, mwanangu akiniletea kanga, kama hajamnunulia baba yake shati, hiyo kanga anaichoma moto kwa jina la Yesu. Sema tena amina. Kuna miji mama hapa haitamki sababu ilishapokea. Kuna mama hapa watamki walishapokea. Nasema Mungu wangu wewe, kumbe hii ni laana, sije kajirani huko, baba nisamee hivyo na mimi sitamki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukisikia baraka zina mlolongo, zinaanzia mbali, sio hapa kanisani.
Kuna mtu ananielewa vizuri? Baraka hazianzii wapi? Hazianzii hapa. Hapa tunakuja kutengua vilivyoshindikana. Nitaomba Mungu anipe siku moja nipajue mabinti wa hapa majumba mnayoishi. Nipite majira ya kuanzia saa 5. Utakuta jitu limejifunga kanga huko. Lingine linajifunga kanga hivi linakuja linafungia kwenye fundo huko. Linatembea na kanga mpaka linaenda sokoni linaongeza kanga nyingine. Baadaye unakuja hapa, baba, siku hizi siitwi. Uitwe na nani unanuka kikwapa? Hiyo roho inasafiri mpaka kwa wanaume inaambia, wewe Juma, Hamisi, Yohana, huyo simuone leo ukapendeza, huyu ananukaga kikwapa, huyo mwache. Unaona mwanaume unapishana nao wanakuangalia tu. Kumbe roho Mungu ameshaambia huyo aogi mapema huyo. Pitiliza, aogi mapema huyo. Pitiliza. Mabinti wote sema, Bwana Yesu, nipe neema ya kubadilika. Hata pale ambapo hawapo, niwe mpya, niwe msafi, ninukie vizuri kwa jina la Yesu. Amen. Nisomee Samueli wa kwanza 17 mstari wa 37. Nataka tuwe ni kanisa ambalo tunakwenda kuwa matajiri sana. Tunakwenda kubarikiwa sana. Tunakwenda kuwa na familia ambazo zimeinuliwa sana. Lakini hatuinuliwi kwa maombi peke yake, tunainuliwa kwa maarifa. Tukitoka hapa na nguvu ya maombi, tukifika nyumbani akili inafanya kazi. Amen. Samueli wa kwanza 17:37. Mungu anasema nini maana pale? Nitasoma kwa jina la Yesu. Mstari wa 37 nasema, Daudi akasema, Bwana aliyeniokoa na makucha ya simba na makucha ya dubu, ataniokoa na mkono wa Mfilisti huyu. Sauli akamwambia Daudi, sema, Bwana Yesu, kama kuna jambo niliwahi kulifanya na nikashinda, kama kuna umauti uliwahi kuniepusha, hata sasa unaniponya. Kama kuna wakati uliwahi kunipa pesa, hata leo unafungua milango ya kunipatia pesa. Kama kuna wakati uliniondolea aibu, hata sasa aibu iliyo mbele yangu unaifuta. Kama kuna wakati nilipita wakati mgumu, lakini ulinipitisha, uliniokoa, ulinikomboa. Hata sasa haya yaliyo mbele yangu unanikomboa na ninainuka juu zaidi kwa jina la Yesu. Bwana Yesu ni yule jana, leo na hata milele. Amen. Habadiliki. Daudi anasema Mungu aliyemwokoa na makucha ya simba amwokoe na ghadhabu ya Mfilisti. Kuna jambo Mungu aliwahi kukuokoa, kuna jambo Mungu aliwahi kukutendea, mkumbushe juu ya hilo. Amen. Mkumbushe juu ya hilo. Kama kuna magumu Mungu amewahi kukupitisha ukapita, kama kuna umauti uliwahi kuona kwamba hapa anakufa, Mungu akakuponya, jua hata sasa yaliyo mbele yako Bwana yule anasimama na wewe, hautakufa. Biblia inasema ile hali, unataka ngoja nikwambie, kuna mambo unayapata leo si kwamba yanakutesa. Mungu anakupa uzoefu wa kwenda kubeba baraka zako baadaye. Nataka nikwambie kitu kimoja. Si kwamba Mungu unajua hakuna kazi ambayo wale tuliokulia kwenye ng'ombe kama kuchunga ng'ombe ni kazi ya aibu, kwa sababu unashinda kwenye jua lako na mvua yako. Daudi watoto walikuwa ni wengi, lakini ni yeye peke yake anakwenda kuchunga. Maana yake nini? Miguu yake ilikuwa imekomaa, alikuwa anachomwa na miba, alikuwa ananuka jasho. Lakini kumbe kule alikokuwa anakwenda, Mungu alikuwa anampeleka aende akapigane na wanyama wakali awashinde. Wakati huo wenzake wamekaa nyumbani wanasema acha ateseke. Hata sasa kuna watu wanakuona wanateseka, lakini kuna vile Mungu anakuandaa kwenda kuwa wa baraka. Amen. Kuna vile Mungu anakuandaa kwenda kuwa wa thamani. Kuna vile Mungu anakuandaa kwenda kuwa dhahabu. Amen. Hebu angalia, baba yake Daudi alikuwa na watoto wangapi? Lakini ni peke yake alikuwa anakwenda kuchunga. Peke yake alikuwa anakwenda kuchunga. Na maana unaona hata wakati ule ambao mtumishi wa Mungu alikuwa amekwenda kuatia mafuta, walipelekwa wengine kwanza ambao walikuwa si wachungaji. Wanabaki nyumbani.
Akasema hapana, sio huyu, sio huyu, sio huyu. Inawezekana leo kazini kwako unamwona bosi wako ni mbaya sana, anakupa kazi nyingi kuliko wewe wengine, anakuzuia mpaka kwenda likizo. Si kwamba ni nyang'au, si kwamba ni dikteta, anakuandaa kwenda kuchukua majukumu makubwa juu. Kuna mtu leo unapitia hali mbaya, kumbe si hali mbaya. Ni Mungu anakupa uzoefu, anakupa kujifunza, anakuandaa vile baraka zako zitakavyokuja uzibebe zisitoke, uzibebe zisitoke. Kumbe wakati mwingine matatizo ulionayo yanakuandaa Mungu kukufanya yule aliyekuumba uwe zaidi ya hawa wengine ambao leo unawaona wao hawana kilio. Maana yake ni nini? Unapoona kilio kipo nyumbani mwako, wenzako wana furaha, ujue wakati kilio kitakapokuwa nyumbani mwao, nyumbani kwako kutakuwa na furaha. Kuna mtu anaelewa? Siri za Mungu hazichunguziki. Leo utajiona takataka. Daudi alionekana takataka, kumbe Mungu alikuwa anamwandaa apigane sana, akae kwenye jua sana, sababu ukishakaa na ng'ombe unakuwa msituni huko, huogopi chochote. Hawa wote waliokuwa wamebaki nyumbani walikuwa wamebaki na roho za kukaa ndani. Usije ukakaa kwa mtu anakupa kazi ya kuosha vyombo ukaona kama anakutesa, anakupa kazi ya kuchota maji sana kuliko watoto wake, ukaona kwamba anakutesa. Kuna siku wewe utabarikiwa zaidi kuliko hao watoto wake wanaokaa kwenye viti wanaangalia TV. Kuna mtu ananielewa vizuri? Kama kuna mateso leo unayopitia, piga miguu yako chini, sema Bwana, unaniandaa kwenda kuinuliwa zaidi. Hivi kuna mtu anaelewa vizuri? Mungu haachilii baraka kwa mtu ambaye hana historia naye. Mwangalieni Ayubu, kile Mungu alimtendea, alafu angalieni alivyombariki. Mwangalieni Daudi vile alivyopitia mambo magumu. Mwangalieni Elisha vile alivyoteseka akiwa na Elia. Anabeba kila kitu, anamnawisha, anamchotea maji ya kuoga. Mwangalieni Lutu vile alivyohangaika. Mwenzake karudi, lakini yeye akasema, mama, Lutu 1:16 mpaka 17, mama, mimi ninawapa, najua kweli hauna mtoto wa kiume huko tunakokwenda, lakini mimi sitakuacha mpaka kufa kwako kutanitenga mimi na wewe. Kuna wakati familia inapitia mateso, hampitii mateso. Ndani ya yale mateso kuna mmoja wenu, wawili, watatu, Mungu anawaandaa, kuna jambo anataka kulifanya. Watu waone muujiza ndani ya ile familia. Muujiza haitokei kama hakuna machozi kwanza. Nyumba iliyo na machozi leo ndio nyumba ambayo bendera yake Yesu sasa inapepea. Kuna bendera itapepea kwenye nyumba yenu ninyi mnaolia leo. Kuna bendera ya Yesu itapepea. Baraka za Yesu zitamiminika kwenye nyumba ambayo leo hawapati chakula, hawanakosa ada, hawana nyumba nzuri. Mungu anakwenda kupandisha bendera yake juu ya nyumba yenu. Unalilia nini? Unalilia nini? Ukiona unalia leo, je, bado haujajua siri za Mungu? Bado haujajua siri za Mungu. Ndio maana mimi nilipofungia kanisa nikasema, Mungu umenipa mimi neema ya kufundisha wengine siri zako. Sitaki kulialia, sitaki kuomba. Niue kama unaniua na njaa, niue. Kama kanisa unalifungia mwaka mzima, funga. Mungu ni la kwako. Mimi uliniita tu. Nipe roho ya kufunga mdomo. Lakini kila siku nilikuwa napiga magoti na mwambia Mungu, katika mateso haya yote usininyime chakula cha familia. Kama unaona kuna siku Mungu anakupa chakula cha familia, lakini bado matatizo yanaendelea ndani ya familia, jua kabisa kwamba hataki mfe, kwa sababu kuna watu wanakwenda kuinuka ndani ya hiyo familia. Kuna watu wanakwenda kuinuka. Mungu hajawahi kuwa kipofu asikuone wewe. Hajawahi kuwa kipofu Mungu. Taarifa zake zote, Biblia inasema taarifa za wanadamu ziko kwenye viganja vya Mungu. Mungu anakuona. Mungu anakuona kupitia kwenye viganja vyake. Unakuwa na wasiwasi na kitu gani? Mungu anakuona kupitia kwenye viganja vyake. Na Biblia inasema kwamba Mungu anatufanyanga kwa
sisi ni kazi ya vidole vyake. Kama sisi ni kazi ya vidole vya Mungu, maana yake nini? Mateso ulionayo anayaona kwenye viganja vya vidole vyake. Ndio maana wachawi wale wa zamani na waganga wa zamani, ulikuwa ukienda hangaiki na mambo mengi, anaangalia tu hivi kwenye vidole vyako au kwenye mikono yako, anaangalia tu hivi, anakujua kwamba wewe una jambo gani. Kama una mikono yako ukiangalia hivi, kitu cha kwanza unatakiwa uone baraka za Mungu, usione mateso ulionayo. Kama umekuja kusali mahali hapa na unataka kuwa mshirika wa hili kanisa, alafu una matatizo mengi, lazima uanze kujiwekea rekodi kwamba kuna mahali pa baraka sana Mungu ananipeleka. Kwa hiyo tayari maombi uliyokuwa naomba ukiwa unalia uyaache. Atuombe tukiwa tunalia, tunaomba tukiwa tunashukuru. Kwa sababu gani? Tunao uhakika kwamba kazi ya msalaba ilikwisha, ili mimi na wewe tukombolewe. Hata hilo lilo nalo linapita na majira yake yatakwisha. Amen. Ukienda kwenye Samueli wa kwanza sura ya 17 ule mstari wa 40, unaona ule uzoefu aliyoupata Samueli jinsi anavyoutumia. Alafu kimaliza nisomee ule mstari wa 45. Nitasoma kwa jina la Yesu. Mstari wa 40 nasema, ndio, akauchukua fimbo yake mkononi, akachukua fimbo yake mkononi, akajichagulia mawe yake laini 5 katika kijito cha maji. Kwa nini alichagua mawe? Tambua kwamba alizoea kuyatumia haya mawe kuwapiga simba, kuwapiga ng'ombe na kuwarudisha. Unachokitumia leo hakikupi matokeo, ndicho kinachokupa uzoefu wa kwenda kupata matokeo makubwa baadaye. Na kinachokupa hasara leo ndicho kinachokuandalia faida ya baadaye. Amen. Malizia. Akayatia katika mfuko wa kichungaji ndio aliyokuwa nao, maana ni mkoba wake, na kombeo lake ulikuwa nalo mkononi mwake. Ndio. Akamkaribia yule Mfilisti. 41. 45 inasema, ndipo Daudi akamwambia yule Mfilisti. Daudi akamwambia sasa, wewe unanijua mimi na upanga, ni upanga. Hebu rudia tena. Ndipo Daudi akamwambia yule Mfilisti. Daudi akamwambia, wewe unanijua mimi na upanga, na ufumo, na mkuki, bali mimi ninakujia wewe kwa jina. Wewe unanijia, rudia pale. Wewe, Daudi anamwambia wewe unanijia mimi na upanga. Sasa hapo Mungu anachotaka kukuonyesha ni nini? Wanaokutesa wanatumia nini? Alafu wewe Mungu aliyekuleta kwa nabii yake utapata nini? Hebu rudia hiyo sentence. Nitasoma. Ndipo Daudi akamwambia yule Mfilisti, ndio, wewe unanijia mimi na upanga, na fumo, na mkuki, bali mimi ninakujia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi, Mungu wa majeshi. Subiri hapo. Mfilisti alikuwa na vitu vingi. Mafanikio hayaletwi na vitu vingi, yanaletwa na neema, yanaletwa na kibali, yanaletwa na uzoefu. Usije ukadhani kufanya mambo mengi ndio kupata mafanikio makubwa. Yule Mfilisti alikuwa, kwa sababu ya mwili wake, ana vitu vingi, lakini mwenzake ana mawe tu 5, lakini akatumia jiwe hili moja. Ulicho nacho kina thamani kuliko unachokitamani kwa jirani na kwa ndugu zako. Amen. Cha kwako hicho, kama utajua jinsi ya kukitumia, kina thamani kubwa. Hebu nisomee mstari wa 49. Mstari wa 49 inasema, ndio, Daudi akatia mkono wake mfukoni, akatoa humo jiwe moja tu, akalitupa kwa kombeo lake, akampiga Mfilisti katika kipaji cha uso. Jiwe hilo likamwingilia kipajini, ndio, akaanguka chini kifudifudi. Ishi hapo. Lazima ujue kutumia kidogo ulicho nacho, kitaleta matokeo makubwa na utawapita wale walio juu yako. Amen. Kidogo ulicho nacho unakitumiaje? The smallest you have
is more valuable than what you think others own. Kidogo ulicho nacho kinaweza kuwa na thamani kubwa kuliko kile unachokiona wengine walicho nacho. Jifunze kutulia na cha kwako. Hata hapa leo uwezo ukatoka huko umekuja kwa Nabii Nyakia, eti Jumapili moja tu katarajia yaani nimesali pale Jumapili moja uondoka hapa na muujiza mkubwa. Mungu anaweza akakupa muujiza leo, lakini sasa ule muujiza unahitaji uatamie, upate maarifa, imani yako iongezeke, ulinzi wa kiroho uongezeke, neno la Mungu likae ndani mwako, kwa sababu ulichokipata madhabahuni kinakwenda kufanya kazi kutokana na neema unayoendelea kuichota kutoka madhabahu. Ndio maana anachokipata mtu kwenda kwa waganga, kila wakati anawasiliana naye kwa simu, kila wakati, na anasafiri anakwenda, hata kama bado hajaanza kupata matokeo. Wewe unakuja kwenye unabii mara moja huko, unasema aliniambia hivi na hivi, unatoka hapo unakwenda kufanya kazi kwa spidi kubwa, unajisumbua, ufanikiwi. Lazima uambatane na ile madhabahu. Neno linatamkwa mara moja, ni kama punje ya muhindi, inapandwa mara moja, lakini lazima uimwagie maji, lazima uipalilie, lazima uhakikishe kwamba wadudu hawaishambulie. Unapopewa unabii, jua kwamba umefungua mafarakano, umefungua mashambulizi. Nani atakaye kusaidia kama madhabahuni haufiki? Amen. Amen. Kwa hiyo usije ukajidanganya. Ndio maana ipo gharama unayotakiwa kuitumia ili kufikia jambo lenye manufaa makubwa. Kuna gharama lazima uitumie. Ndio maana ukienda kwenye Warumi 4 mstari wa 20 mpaka 21, alafu ukienda kwenye Ayubu 1:5 na Mwanzo 22:16 mpaka 18, ipo gharama katika kila jambo unalotaka lilete mabadiliko, mafanikio. Warumi 4:20 mpaka 21. Lakini ili uendelee vizuri, lazima uanze na Mwanzo 12 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 4. Mwanzo 12 mstari wa kwanza mpaka 4. Unaona Mungu anavyompa Ibrahimu ahadi. Anampa ahadi na agano kubwa, lakini lile agano kwa Ibrahimu halikutimia ndani ya siku moja. Bado Mungu aliendelea kumwacha Ibrahimu ahangaike kama wanadamu wengine wanavyohangaika. Anahama hapa anakwenda kule, anahama hapa anakwenda kule, anahama hapa anakwenda kule. Unapopewa unabii kwamba utakwenda kuwa mtu fulani, usije ukajidanganya kwamba ndani ya mwaka mmoja, ndani ya miezi utakuwa umefanikiwa. Lazima upitie katika nyakati walizopitia kina Ibrahimu. Walipitia nyakati mbalimbali. Anatoka hapa anakwenda pale anajenga madhabahu, anahama. Anakwenda pale anajenga madhabahu, anahama. Anatoka hapa anakwenda kule anajenga madhabahu, anahama. Baraka zinatafutwa, hazikusubiri wewe zikufuate nyumbani. Hata kama unasali kwa nabii mkubwa. Kwa nabii mmoja alikuja hapa akasema, katika nchi ya Burundi hakuna nabii kama Nabii Nyakia. Lakini mwoneni na yale ambayo Nabii Nyakia leo anapitia. Lakini kule Burundi nina watumishi zaidi ya 70 ambao wanataka waje hapa kujifunza kazi ya Mungu. Na ni manabii kule, lakini wanasema sisi hatuoni kama wewe. Lakini ninyi ambao mko mbele yangu, ambao Mungu ananipa neema ya kuwahubiri kila siku, ninacho kisema ndani yenu kinahitaji muwe na muda wa kukiatamia. Hakipatikani kirahisi, hakifanyi kazi kama mtu anavyotaka. Nisomea kwenye hiyo Warumi. Anza Mwanzo kwanza, Mwanzo 1. Mwanzo 12 mstari wa kwanza na mstari wa 4. Nitasoma kwa jina la Yesu kitabu cha Warumi 4 mstari wa kwanza. Basi tusemezane juu ya Ibrahimu. Warumi hiyo kitabu gani unasoma? Warumi 4 mstari wa 20 mpaka 21. Nimekwambia rudi kwenye Mwanzo 12 mstari wa kwanza na mstari ule wa 4.
Tutasoma Mwanzo 12 mstari wa kwanza. Ndio. Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Unaona hiyo? Mstari wa pili. Mstari wa 4. Mstari wa 4 nasema, basi Abraham akaenda kama Bwana alivyomwamuru. Lutu akaenda pamoja naye. Amen. Ishi hapo. Amen. Unapopewa maelekezo ya kiroho ni kama wenda wazimu. Sasa hivi hapa maiki inaenda kutembea. Maelekezo ya kiroho ni kama wenda wazimu. Natamkiwa hiyo mwaka 2016, 17, 18. Kila wakati alikuwa ananiambia. Lakini sasa sio ile inipe kiburi. Nisiombe, nisifunge, nisiheshimu watumishi nilionao kwa sababu na uhakika. Nisifanye kazi kwa bidii. Hata nikimwona mtu amekuja mbele yangu na mdhalau kwa sababu nilishaambiwa nitafanikiwa. Mojawapo ya kitu ambacho kinafanya unabii hautimii ni kukosa roho ya unyenyekevu kwa Mungu na kwa wanadamu. Kuna mtu akishaambiwa jambo anapanda mabega, anaona mwisho wake basi. Kama kulikuwa na watu anawafuatilia wamsaidie kitu, anaachana nao. Baraka zako zinazokwenda kutimiza unabii wako Mungu atazipitisha kwa watu fulani. Lazima uendelee kutengeneza network na watu. Lazima uwaheshimu watu. Lazima uwapende watu. Kabla hatujaanza unabii, namshukuru Mungu kwa neno hili la kushinda pale unapopita kwenye shida. Kwa kifupi ni kwamba shida ni mbolea ya mafanikio. Uliona daftari lako, andika hilo jambo. Shida ni mbolea ya kukusaidia kufikia mafanikio. Kwa unapoona una shida nyingi, ujue kabisa kwamba una mbolea nyingi ya kukufanya ufanikiwe sana. Mbili, unapoona unateseka sana, mateso maana yake katika ulimwengu wa roho, mateso yanavyozidi yanatakiwa yakupe msukumo mkubwa wa kumtafuta Mungu. Kwa kadiri mateso yanavyoongezeka kwa mtu, yanampa neema kubwa ya yule mtu kumtafuta Mungu. Kwa mateso ni nini? Mateso ni njia ya mawasiliano ya mwanadamu kumtafuta zaidi Mungu. Sasa kama wewe leo una mateso, unawatafuta sana wanadamu badala ya kumtafuta sana Mungu, maana yake ni kwamba unarudi kwenye lile agano kwamba amtegemeaye mwanadamu amelaaniwa. Jambo la mwisho, utii katika maelekezo ya kiroho una thamani kuliko ibada unayoifanya na kuliko muda mwingi unaoshinda ibadani. Kutii maelekezo ya kiroho kuna thamani kubwa kuliko wingi wa ibada unazozifanya. Kwa maana mnamuona hapa Ibrahimu anaambiwa ondoka wewe. Alipotii tu yale maelekezo, yalimpa baraka nyingi kuliko ibada zote alizokuwa amezifanya huko nyuma. Maana yake nini? Utii ni barabara ya kukupeleka kwenye mafanikio. Na kutakia kipindi chema cha Mungu kujitukuza kwa Roho wake Mtakatifu kusema na watu wake. Simama juu, shika sadaka yako.